ta'ala, tabaraka alladhi biyadihi almulk, ametakasika Allah subhanahu wa ta'ala ambaye biyadihi almulk, katika mkono wake kuna ufalme wa hali ya juu. Allah subhanahu wa ta'ala ametukuka na kila kitu. Allah subhanahu wa ta'ala aendelea asema, alladhi khalaqa almauta walhayata, Allah ndiye ambaye ameumba uhai na umauti. Lengo la Allah subhanahu wa ta'ala kuumba uhai, lengo lake ni nini? Allah ameumba uhai na akaumba wanadamu, lengo zima waweze kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo ndio jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa alhayata, ameumba nini? Uhai. Lengo tuweze kuja duniani kwa lengo moja la kuweza kumwabudia Allah tabaraka wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa almauta, ameumba umauti Allah tabaraka wa ta'ala liyakhtabirana, aweze kututahini, kutupa mitihani. Allah subhanahu wa ta'ala, mitihani ipi ambayo Muislamu atapewa? Mfano wake ni mtihani huu wa nini? Wa musiba. Allah subhanahu wa ta'ala akupa mtihani wa mauti kwa ndugu yako, ili uweze kujulikana wewe ni mwenye subra au ni mwenye kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa al-mauta, vile vile ameumba uhai Allah subhanahu wa ta'ala kwa lengo gani? Ayyukum ahsanu amala, ni nani kati yenu nyinyi atakuwa ni mwenye kufanya matendo yaliyokuwa mazuri zaidi mbele ya nani? Mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, fama min nafsin, haikuwa kwa nafsi yoyote, ala hadhihi al-ardh, juu ya hii ardhi, illa wa kataba Allah ta'ala alaiha al-maut, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameiandikia hiyo nafsi umauti. Fakullu nafsin sayamut, kila nafsi itakuwa ni yenye kuondoka katika ulimwengu huu. Qala Allah, asema Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa akimwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka mayitun wa innahum mayitun, hakika wewe ni maiti. Kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliweza kutangulia, vipi wewe ambaye ni mwanadamu wa kawaida, Muislamu wa kawaida, khaliqul khalq, muumbaji wa viumbe, ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amesema, amemwambia mtume wake kwamba innaka mayit, hakika wewe ni maiti mtarajiwa. Lakini na sisi tusisahau, Allah subhanahu wa ta'ala sema wa innahum mayitun, na wao pia ni maiti, kwamba muda wote, saa yoyote tutakuwa ni wenye kurejea kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Falmautu ka'sun, umaut ni glasi ambayo kullu wahidun dhaiquhu, kila mmoja katika sisi atakuwa ni mwenye kuionja na kunywa katika glasi hiyo. Vovote vile utakavyofanya Muislam, tambua yaumu min al-ayyam satarji ila Allah, ipo siku katika masiku utarejea kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa hiyo Muislam, madamu unatambua hilo na unajua Allah tabaraka wa ta'ala amekuumba kwa ajili hiyo, basi zidisha kumwabudia Allah kabla haijaja siku ambayo utakuwa ni mwenye kujuta zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu man alaiha fan, kila aliye juu ya ardhi atakuwa ni mwenye kuondoka kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wayabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye atakayebaki katika ulimwengu huu. Hakuna Muislamu yoyote atakayejigamba akajisahau akajua kuwa yeye atakuwa ni mwenye kuishi katika dunia hii milele. La, bal kulluna sanamut, sisi sote tutakuwa ni wenye kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo itoshe kwa Muislamu kuwa umauti ni mau'idh, mauti ni mau'idh kwa kila Muislamu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema, kafa bil mauti wa'idhan, imetosheleza kuwa umauti ni mau'idha tosha, umauti kuwa ni mawaidha tosha kwa Muislamu. Usipowaidhika kutokamana na umauti, hakuna kitu chochote kitakuja kukuogopesha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Umauti utoshe kuwa ni mawaidha kwako wewe, pale unaposhuhudia ndugu yako ameondoka, ulikuwa naye leo akaondoka, kama alivyoondoka
Allah. Itoshe kwa Muislam kutambua kuwa yaumu min al-ayyam atakuwa ni mwenye kurejea kwa Allah tabaraka wa taala. Allah subhanahu wa ta'ala sema man kana yarju liqaa Allah, yule mwenye kutarajia kukutana na Allah tabaraka wa taala, falyamal amalan salihan, afanye matendo yaliyokuwa mazuri, matendo ambayo yatakurejesha kwa Allah tabaraka wa taala. Man kana yarju liqaa Allah, yule mtu mwenye kutaraji kukutana na Allah tabaraka wa taala, falyamal amalan salihan, basi afanye matendo yaliyokuwa mazuri, matendo ambayo yataweza kumkutanisha na Allah tabaraka wa taala. Tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala aweze kututhibitisha katika Uislamu. Tumuomba Allah tabaraka wa ta'ala aweze kutufisha tukiwa katika hali ya Uislamu. Nas'alullah husna al-khatima. Tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe mwisho uliokuwa mwema. Kwa hiyo Muislam, ufahamu na utambue ipo siku utarejea kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Ya ayuha nas, inna wa'da Allahi haqq, hakika ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala ni haki. Ahadi gani? Al-maut, umauti. Ipo siku wewe upo katika mgongo wa ardhi, lakini ipo siku utarejea kwa Allah tabaraka wa ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala ataenda kulipa kutokana na yale uliyokuyafanya. Kwa hiyo tujitahidi kumwabudia Allah tabaraka wa ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala tuweze kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala tukiwa tumesalimika. Allah subhanahu wa ta'ala sema katika Qur'an, wa'budu rabbak hatta ya'tiyaka al-yaqin, muabudu mola wako mpaka utapokujia yaqin. Al-yaqin, qala al-mufassirun, wamesema yaqin maana yake waliotafsiri Qur'an, al-yaqin bimaana al-maut, umauti ndio yaqini ambayo wewe Muislamu watakiwa umwabudie Allah tabaraka wa taala mpaka urejee kwake yeye Allah ukiwa katika hali iliyokuwa nzuri, ukiwa umesalimika na Allah, ukiwa umesalimika kutokamana na maasi mbalimbali. Kwa hiyo lazima Muislamu ajue yupo duniani kwa lengo moja tu la ibada. Tusiwaidhike baada al-maut, Muislamu akatoka akaingia msikitini siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu akamsahau Allah. La, bali tuwe ni wenye kumwabudia Allah tabaraka wa taala vile ambavyo Allah subhanahu wa taala ametupa uhai. Kuna hadithi ya Ibn Umar ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya faqala, ya Ibn Umar, kun fi dunya ka'annaka gharib, kuwa duniani kana kwamba ni mgeni, au abiri sabil, au mpita njia. Yani uishi duniani kana kwamba ni mgeni fulani, wapita sehemu fulani, au ishi duniani kana kwamba ni mpita njia, wapita. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimwambia Ibn Umar, akimwambia, kun fi dunya ka'annaka gharib fa idha amsayta fala tantadhiru as-sabah, kuingilia jioni basi usisubiria asubuhi, kwamba madamu una khairi yoyote unahitaji kuifanya basi fanya muda huo, usisubiri muda fulani ukaweza kufanya. La, bali haujui ni muda gani ambao Allah subhanahu wa ta'ala ataweza kukuchukua. Kwa hiyo hizi ni nasaha zangu kwangu mimi, na ni nasaha zangu kwenu nyinyi Waislamu na familia kwa ujumla. Tuzidishe kumwabudia Allah tabaraka wa taala, tuweze kurejea kwa Allah tukiwa tumesalimika, na tuzidishe kumuombea aliyetangulia mbele ya haki, ambaye kwangu mimi ni bibi yangu na kwa baba zangu ni mama yao. Nasallallahu ayuwafika, nasallallahu ayuwafika. Hii ni Wajawema Online TV. Hapa ni elimu tu.